Baadhi ya vitu, kwa sababu sitasoma neno kwa neno, baadhi ya mambo haya yalijadiliwa na yalikuwa ni maafikiano ya wanahabari kwa ujumla. Kwanza ni kuhusu usalama wa wanahabari wakati wa uchaguzi. Wadau walipendekeza haya. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025, tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama na heshima ya waandishi wa habari nchini kote. Tunatoa wito kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, wanasiasa na jamii kwa ujumla kuhakikisha waandishi wa habari wanalindwa dhidi ya vitisho, unyanyasaji na vurugu wakati wa kipindi hiki nyeti. Na pili, kupambana na taarifa potofu na kukuza uadilifu katika uandishi wa habari. Katika kipindi hiki cha wingi wa taarifa, hasa nyakati hizi za uchaguzi, mapambano dhidi ya upotoshaji ni muhimu zaidi kuliko wakati wowote. Tunasisitiza umuhimu wa kuimarisha majukwaa na taasisi za uthibitishaji wa taarifa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa Tanzania tunalo moja linaitwa Jamii Check, ambalo limetengenezwa na Jamii Africa, lakini tuna wadau wengine ambao wanafanya katika eneo la dijitali wanaitwa Nukta Africa. Pia tumependekeza kuelimisha jamii kuhusu usomaji na uelewa wa vyombo vya habari na majukwaa ya kidijitali ili waweze kutambua vyanzo sahihi vya habari. Tumesisitiza umuhimu wa jamii yenyewe kuwa na uelewa wa kufanya hivi. Pia tumesisitiza kukuza na kutekeleza viwango vya maadili ya uandishi wa habari katika vyombo vyote vya habari ili kulinda imani ya tasnia ya habari kwa ujumla. Tumeenda pia kwenye matumizi sahihi ya teknolojia ya habari ya hii mpya, na tumependekeza masuala yafuatayo. Tumependekeza kuwa na mapitio ya sera ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 kwa sababu tunaona imeendana inashindwa kuendana na teknolojia ya sasa. Tunataka iendane na mazingira ya habari zilizoandaliwa katika kidijitali na waandishi wa zama hizi, hasa wazalishaji wa maudhui ya kimtandao. Pia kuhakikisha na kuboresha kanuni za maadili ya waandishi wa habari, kuzingatia changamoto zilizokuja kuletwa na AI, na kuandaa miongozo ya kitaifa kuhusu matumizi ya AI au AI strategy au policy au sera za akili mnemba ili kuweze kuwa na eneo rafiki. Kwa haraka tumeongelea pia uendelevu wa vyombo vya habari kupitia mapato ya kidijitali. Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mgeni wetu rasmi, tuna changamoto katika vyombo vya habari, hasa namna ya kupata kipato, lakini dijitali imeongeza wigo, lakini bado kuna changamoto ambazo wanahabari wameziona. Kwa hiyo wanahabari wamesisitiza yafuatayo. Tunatoa wito kwa serikali kuweka mazingira rafiki ya kisheria na kiutawala yanayowezesha vyombo vya habari na wabunifu wa maudhui kupata mapato kupitia michango ya wanachama, usajili, malipo kwa kila makala na michango ya hiari kutoka kwa watumiaji. Kwa mantiki hiyo, tunapendekeza kuruhusiwa kwa mifumo ya malipo ya kidijitali ya kimataifa kama PayPal na Stripe kwa kupitia marekebisho ya sheria za kifedha ambazo kwa sisi tunaona kama zimepitwa na wakati. Pia kwa haraka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumependekeza kuhusiana na mustakabali wa vyombo vya habari. Tukiangalia mbele kuona vyombo vya habari Tanzania vikiwa jasiri, shirikishi, vya kisiasa, kiteknolojia, vinavyojiendesha kwa uhuru na wa kiuchumi, tunatamani kufanikisha hili kwa kuna hitaji mshikamano kutoka kwa serikali. Tumeongelea kuhusu mashirikiano, sekta binafsi, asasi za kiraia na washirika wa kimaendeleo. Tunataka yawekwe mazingira wezeshi ya kisera, udhibiti wa haki na usiokuwa kandamizi, fursa endelevu za kukuza ujuzi na pia kuendeleza mifumo mipya ya biashara inayoendana na uchumi wa kidijitali. Kwa kifupi, nisingependa kupitia yote na kwa sababu nimeambia nina dakika 3. Kwa pamoja sisi wadau tunapenda tuchangie kujenga mustakabali ambao unachanganya ubunifu, uwajibikaji na uhuru ili vyombo vya habari viendelee kutekeleza wajibu wake muhimu na wa kuielimisha jamii na kuiwajibisha serikali. Utoaji na upokeaji wa taarifa kupitia vyombo huru vya habari si tuzo, bali ni haki iliyopo kikatiba. Asanteni kwa kunisikiliza.